kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa ya kuwa pamoja nanyi mchana huu. Kwa kweli imeniwia furaha sana, kwa sababu ukijiona wewe kijana ni mzee wa kesho, na ukiniona mimi mzee ni kijana wa zamani, na mimi nilikuwa kijana kama nyinyi, na ujana wangu muda mrefu niliutumia katika chama cha wananchi CUF, kama alivyosema mzee Chambuso hapa kwamba mimi nilikuwa mkurugenzi wa vijana taifa na baadaye nikawa mkurugenzi wa vijana na Blue Guards taifa. Wakati nilipokuwa mkurugenzi wa vijana, chama cha wananchi CUF kilikabidhiwa kwa vijana. Mpaka naondoka, chama kiko kwenye dhamana ya mikono ya vijana. Sijui sasa hivi chama kiko kwenye dhamana ya nani, lakini bahati nzuri CUF wakisema huwa wanamaanisha. Tuliposema huyu ni katibu wa vijana, mkimtazama ni kijana, si kijana? Wengine wanasema mtoto kabisa, ni binti kabisa. Tukisema naibu ni kijana, si kijana? Ni binti kabisa. Tunamaanisha kwanza ni kijana, lakini pili hatubagui jinsia. Tunajua idadi kubwa ya wapiga kura ni vijana, idadi kubwa ya wapiga kura ni wanawake, na ndio maana tumeamua kukabidhi uongozi wa vijana kwa vijana wenyewe, na ndani yake viongozi wakuu wakiwa ni wanawake. Hii hatukufanya kwa bahati mbaya, kwa sababu ndio uhalisia. Huu ni ulimwengu wa Gen Z. Hawa ni Gen Z, sio Gen Z. Maana yake shida yako wewe ndio shida yake yeye, shida yako wewe ndio shida ya dada yake, shida yako wewe ndio shida ya kaka yake ama mdogo wake. Hawa hawaishi kwenye ulimwengu wa sayari, wanaishi kwenye ulimwengu huu unaoishi mimi na wewe. Tatizo kubwa la vijana katika nchi hii ni kubali kugaiwa kwa misingi ya itikadi za vyama vya siasa. Unawakuta vijana hawa wanakwenda kupambana na vijana wenzao, unawakuta vijana hawa wanakwenda kupambana na vijana walioko katika dola, vijana wenzao, kama vile wanaishi kwenye dunia tofauti. Ni wakati sasa jukwaa la vijana wa CUF mkutane na vijana wenzenu kutoka taasisi, asasi na vyama vingine vya siasa, mhamasishane vijana kuwa kitu kimoja, mudai haki na maslahi yenu katika taifa hili. Mkiendelea kugawika, yule CCM, yule Chadema, yule CUF, yule chama gani, Waswahili wanasema hiyo inaitwa divide and rule. Mtagaiwa kwa maslahi ya watu wengine kuwatawala. Wakati umefika mtambue kama matatizo ya vijana hayachagui rangi ya chama, hayachagui bendera, hayachagui itikadi. Ikiwa hakuna maji, nyote mnakosa maji. Ikiwa hakuna umeme, sote tunakosa umeme. Ikiwa bei za bidhaa zimepanda, kwa mfano bei ya mafuta na bei ya daladala, hakuna anayelipa kwa punguzo kwa kutegemea yuko chama gani. Sote tunapigwa bakora moja. Bakora hiyo itampiga CCM, bakora hiyo itampiga Chadema, bakora hiyo itampiga CUF, bakora hiyo itampiga mtu asiyekuwa na chama cha siasa. Sasa wakati umefika, vijana muanze kujitambua, mzungumze lugha moja.
Na siku vijana mtakapokubali kuzungumza lugha moja, hakuna mwenye mamlaka atakayesubutu kuwadharau. Yalikuwepo majukwaa ya vijana, lakini yalionekana yamechukua hisia za uchama. Sisi tumeunda jumuiya hii kwa maslahi ya vijana wote, sio kwa maslahi ya vijana walioko ndani ya kafu tu, kwa sababu matatizo ya vijana ni ya wote. Sasa katibu na naibu katibu na kamati yenu ya uongozi, mjue mna dhima kubwa sana ya kuwaunganisha vijana bila ya kujali itikadi za kisiasa. Kuna masuala ya uongozi kama uongozi, na kuna masuala ya umma kama umma. Of course huwezi kuwa kiongozi ndani ya CUF mpaka uwe mwanachama wa CUF, lakini haikuzuii kuwaorganize vijana na kutetea matatizo ya vijana hata wasiokuwa CUF. Kama vijana wanadhalilishwa, vijana wanakandamizwa, vijana wananyimwa haki zao, wewe kutetea haki zile sio lazima mpaka yale yamkute kijana aliyoko ndani ya chama cha CUF. Na hiyo ndio kazi yenu, na hilo ndio jukumu lenu. Mnaanza kutetea na kupambania maslahi ya vijana ndani ya chama chenu kwanza, halafu mnakwenda kuyatafuta na nje. Ikiwa ndani ya chama chenu kuna viongozi wanawakandamiza vijana, wanawadhulumu vijana, wanawaonea vijana, lazima viongozi hao wanione nguvu ya umma, wanione nguvu ya vijana. Leo wanatumika vijana kwenye baadhi ya vyama kwa nguvu kubwa kutetea uovu uliofanywa na viongozi wa kisiasa ndani ya chama chao. Halafu vijana hao hao wanatumika kuwasema viongozi wa chama kingine. Sasa inakuwaje hapo? Ndani ya chama chenu watu wanavuruga, mnawatumia vijana kutetea uovu ule, halafu mnarudi mnawatuma vijana wale wale kwenda kuwasema viongozi wa chama kingine wanapokosea. Waswahili wanasema, kabla ya kutazama boriti kwenye jicho la mwenzako, angalia kibanzi kilichopo kwenye jicho lako. Safisha ukumbini kwako kwanza, ukisha ukamlalamikia jirani anatupa takataka karibu na baraza ya nyumba yako. Natamani kuwaona vijana wenye kujiamini, vijana wenye mashiko, vijana wasio na woga, vijana wanaoweza kupambania haki yao ndani ya chama chao. Halafu vijana hao watakuwa na legitimacy ya kutoka kwenda kuzungumza mbele ya umma, kwa sababu wameonyesha kama wao kweli ni thabiti ndani ya chama chao. Ukiwa mboga kwenye chama chako, utakuwaje jasiri kwa vyama vingine? CUF ndio iliyokuja na kauli mbiu ya ngangari, na wakati ule ngangari ilikuwa inamaanisha ni vijana bwana. Vijana ndio wapambanaji, vijana ndio majasiri, vijana ndio wenye nguvu. Natamani hiyo tarehe mnayosema hiyo ya siku ya vijana, kama kweli mtajiandaa vizuri. Sisi jana tulikuwa na kikao cha kamati ya uongozi ya taifa ya chama chetu. Hatuoni tabu, mimi na katibu mkuu, kwenye kumshauri mwenyekiti tuitishe vikao vya kikatiba, tupitishe azimio la kuwakabidhi vijana chama. Lakini vijana gani utawakabidhi chama? Wawe ni vijana wanaojiamini, wawe ni vijana wanaojitambua, wawe ni vijana weledi, wawe ni vijana wenye ushawishi, wawe ni vijana wasiorubunika ovyo ovyo. Tukisema kijana bwana, kijana asili yake sio mtu wa kununuliwa. Ukiona ananunuliwa, wewe hajitambui. Umri kama huu wetu sisi wazee, unaanza kuchungulia kaburi. Akija mtu akikubashiria milioni 20, unaona doki ni wa mgongo hicho. Lakini kijana anakuja, mtu anakudanganya kwa 500,000, anakudanganya kwa milioni, anakudanganya kwa kofia na shati, anakudanganya kwa pombe, anakudanganya kwa hiki na kile. Hapana bwana, lazima muelewe mnataka nini. Hivi mnakielewa mnachokitaka? Nyinyi vijana mnataka hali za wananchi wote ziwe vipi? Ziwe sawa.
na ndio itikadi ya chama chetu, haki sawa. Nyinyi mnataka furaha, na ndio maana tunasema furaha kwa wote. Nyinyi mnataka maisha yaliyo bora, mnataka ajira, mnataka kipato chenu kiongezeke, mnataka gharama za maisha zipungue, mnataka uhakika wa maisha yenu. Vijana wa kiume waweze kupata mabinti wazuri wawaoe, mabinti wazuri waweze kupata waume wa kuwaoa. Sio binti unaenda kwao, unagonga mlango, unaambiwa kuna mbwa mkali. Baada ya miaka 5 unaambiwa tunauza barafu. Zamani kulikuwa na mbwa mkali kwamba hasogeleki, mambo yameharibika, wanakwambia tunauza barafu, angalau watu wapige hodi wamuone ili wapeleke posa. Tunataka maisha yawe mazuri, mabinti wasitembee ovyo barabarani, vijana wasikae vijiweni. Una vijana wanakaa vijiweni, wanapiga mastori, wanapata yale mambo ya uraibu, wanarudi wanajilalia wenyewe. Baada ya miezi 6 yale mambo ya uraibu yanawachukua, hawana nguvu. Eti wakija leo nchi nzima, kila unapozunguka kuna watu wanatembeza dawa za kienyeji, wanakwambia dawa za nguvu za kiume. Anakuambia kuna nguvu za kiume nani wewe? Vijana walio wengi wameathiriwa na maisha, hawana lishe bora, hawana mazoezi, stresses kwenye vichwa zimejaa. Wanapata wapi hiyo nafasi ya kukaa wakafikiria mapenzi bwana? Tunataka vijana wanaojitambua. Hatutaki vijana legelege, tunataka vijana waliochachuka. Mnaweza kuchachuka nyie? Mnaweza kuchachuka nyinyi? Tunataka vijana waliochachuka bwana. Katibu mkuu yupo hapa, nataka aone kama kweli mnaweza kuchachuka. Haki gangari, bwana, mchachuke. Baada ya hayo, leo nimeambiwa nichombeze. Sasa nisije nikajikuta tena namaliza kila kitu. Maana si wengine bwana, ukituachia bila kutufunga gavana ndio hivyo tena. Haya home. Mheshimiwa Katibu wa Jumuiya, mimi nakushukuru kwa niaba ya jumuiya yako na Friends of Juvicaf, na niseme hawa friends hawa wakitumika vizuri